Ebana ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa katika mtandao wa Instagram wa mwanadada Mange Kimambi, yeye amekuwa akiuponda uchaguzi wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29, ambapo akidai kwamba uchaguzi huo haukuwa wa uhuru na haki. Hicho ndicho ambacho Mange Kimambi alikuwa akikizungumza, lakini mwanasheria mkuu wa serikali yeye alifafanua kabla kabisa kwamba uchaguzi huo wa mwaka wa 2025 ni uchaguzi wa huru na haki. Sasa mwanasheria mkuu wa serikali alisema nini? Utafahamu. Cha kufanya wewe ni kubonyeza tu alama ya subscribe kama bado, ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari amesema kuwa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani wa mwaka wa 2025 ambao umefanyika Oktoba ni halali kwa kuwa umefuata misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za uchaguzi. Mwanasheria mkuu wa serikali ameyasema hayo alipokuwa katika mkutano na waandishi wa habari Dodoma kabla ya uchaguzi, na kusema ya kwamba, na nukuu, ibara ya 5 kifungu cha kwanza ya katiba yetu inatoa haki kwa kila raia na wa Tanzania alitimiza umri wa miaka 18 kupiga kura katika uchaguzi unaofanywa Tanzania na wananchi. Alisema maneno haya mwanasheria mkuu wa serikali. Hivyo wakaendelea kusema ya kwamba tayari miaka 5 ikishakamilika, basi uchaguzi mkuu kwa mujibu wa katiba unafanyika. Hivyo katiba inaeleza hivyo uchaguzi huu ni wa haki na wa halali kwa Watanzania. Hayo ni maneno ambayo aliyasema mwanasheria mkuu wa serikali kwamba uchaguzi huu wa Tanzania ni wa huru na wa haki kwa mujibu wa katiba. Watakaofikisha umri wa miaka 18 ndio wanatakiwa wapige kura, wamepiga, na kila baada ya miaka 5 uchaguzi umefanyika. Sasa unasemaje uchaguzi huu sio wa huru na haki? Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comment.